Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu ibada ya saumu, ambapo jana tulielezea kuhusu sunna katika saumu, na leo inshallah tutazungumzia kuhusu malengo ya saumu. Katika kila ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, basi pia tufahamu kwamba yapo malengo maalum ya ibada hiyo, pamoja na kwamba ni ibada tunayomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ibada inakuwa na malengo. Kama ambavyo sisi tumewekewa swala ina malengo yake, tukawekewa saumu ina malengo yake, tukawekewa hija, tukawekewa zaka na mengineyo. Kwa hiyo tupo katika kuzungumzia malengo ya saumu. Wapi tutayapata malengo ya saumu? Tutayapata kutoka kwenye maelezo kutoka katika Qur'an ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza. Allah ametuambia, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na neno hili nimekuwa nikilirudia mara kwa mara tunapoona tangazo kutoka kwa Allah, ya ayyuhalladhina amanu. Huu ni mwito maalum, hili ni tangazo maalum ambalo wanatangaziwa wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi na wewe, ikiwa tunaona kwamba tupo katika wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kauli hizi na maneno haya tuyachukue kwa uzito mkubwa sana. Allah asema, kutiba alaikumus siyam, tumewaletea nyinyi kufunga, tumewaandikia nyinyi kufunga, tumewateremshia nyinyi kufunga, namna vyovyote vile ambavyo wewe utaitafsiri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea sisi huku kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo waliandikiwa au waliletewa watu waliokuwa kabla yetu sisi, kwa maana ya nyumati za nyuma, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa tunapata lengo maalum la sisi kuletewa ibada hii kama walivyoletewa watu waliokuwa kabla yetu sisi, ni kwa ajili ya kutupeleka sisi katika takwa, katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nini maana ya takwa? Ukiambiwa kwamba sasa wewe uko katika takwa, wewe unamcha Allah subhanahu wa ta'ala, vipi mtu aitafsiri hii takwa? Takwa ni nini? Takwa ni kuliendea na kujikaribisha na kila lile ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia. Kila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha sisi tulifanye na ameliridhia sisi tulifanye katika amali njema. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tuswali, ametuamrisha sisi tufunge, ametuamrisha sisi tujiepushe na mabaya, ametuamrisha sisi tuwe na huruma na wenzetu, ametuamrisha sisi tutoe sadaka na zaka, ametuamrisha mambo ya aina mbalimbali ambayo sisi tunatakiwa tuyafanye katika mambo mema. Lakini takwa ni kujizuia na kujiepusha na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikataza, amekiharamisha na amekichukia kitu hicho. Na haya yako mengi sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyachukia. Kwa hiyo Muislamu wa kweli ambaye anafunga, ambaye anatakwa katika kifua chake, ni lazima awe yeye anajiweka karibu, anayatekeleza yale yote yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na anajiweka kando na makatazo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Sasa hebu tumwangalie huyu mtu ambaye ana sifa ya kuwa na takwa. Huyu mtu yukoje? Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumza mtu huyu katika Qur'ani, katika suratul Baqara pale aliposema dhalikal kitabu la raiba fihi. Allah anasema hii Qur'ani ni kitabu ambacho ndani yake hakina mashaka ya aina yoyote. Allah asema hudal lilmuttaqin, humuongoza mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni uongofu kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akazitaja sifa za hao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu wa aina gani? Akasema alladhina yu'minuna bil ghaibi. Sifa yao ya kwanza ni wale ambao huamini mambo ya ghaibu. Mambo ya ghaibu ni mambo ambayo mimi na wewe hatuyajui.
Sasa hivi tunaelezewa kwamba kuna adhabu za kaburi. Kaburini ni katika bustani ya pepo, ni katika mashimo ya Jahannam. Tuwaelezwa habari za moto, tuwaelezwa habari za mbalimbali ambazo mimi na wewe hatujazishuhudia, hatujaziona, lakini tunatakiwa tuamini, na tuamini kwa kuyafanyia kazi. Unapoambiwa jambo hili litakutia motoni, make uwe na yakini, uamini na ujiepushe nalo. Jambo hili litakupeleka katika pepo, basi uhakikishe kwamba jambo hili umeshikamana nalo, kwa sababu ni jambo jema, na uamini hivyo. Jambo hili litakufanya wewe upate adhabu katika kaburi, uamini vitu hivi. Hii ndiyo kuamini ghaibu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wayuqimuna salat, na watu hawa katika sifa yao nyingine ni kusimamisha swala. Yani mtu ambaye ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hapitwi na swala kwa wakati wake, kwa kuiswali kwa namna zake, kwa vile inavyotakiwa. Sio kwamba wewe alfajiri waswali, adhuhuri uswali, Ijumaa waswali, Alhamisi uswali. Hapana, wewe utakuwa hujafika katika ile takwa ambayo inazungumziwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa basi wanakitoa. Mtu ambaye anatoa sadaka, anatoa zaka, anaamini kwamba hii ni wajibu wake kuufanya, na kutoa kwake kule anaamini kabisa kwamba hili ni jambo ambalo ni la uhakika, basi mtu huyu ni katika watu ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanatakwa. Allah akamalizia akasema walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Allah anasema watu hawa huwa wanaamini yale aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana mambo mengi ambayo ametukataza, mambo mengi aliyotuamrisha na mambo mengi aliyotuelekeza, ukawa unayaamini kwa kuyafanyia kazi mambo haya. Sio ukiambia hai si sunna tu. Hapana shekhi. Haya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea, haya ni mambo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia wama yantiku anil hawa, hasemi jambo kwa kutamani tu yeye, isipokuwa ni wahi huwa ameletewa. Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia akasema wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, na wanayakini na mambo ya akhira. Wanayakini kabisa. Mtu akiishi katika maisha yake haya anayakini kwamba yeye kuna siku atakufa na atafufuliwa na atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio maana ya takwa, na hili ndio lengo kubwa la saumu. Ikiwa wewe ni mfungaji mwenye kufunga, basi hakikisha kwamba saumu inakupeleka kwenye takwa, na wewe mwenyewe unacho kipimo cha kujipima, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, balil insana ala nafsihi basira. Mwanadamu anayajua yaliyokuwa katika kifua chake. Ulifunga Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani ya mwaka huu, jiulize wewe, uongo mara ngapi umeacha kusema? Zina ngapi umeziepuka? Ulevi ngapi umeukimbia? Uongo ngapi umeacha kusema? Na mengine na mengine. Isiwe wewe Ramadhani ni mwema sana, ikifika katika kipindi cha Ramadhani Qur'ani ni wewe, sunna ni wewe, msikitini hutoki. Ikimalizika Ramadhani tu umeshikamana na bangi zako na mirungi yako na uongo wako na dhulma zako na kusengenya kwako. Ramadhani kwako haija kupeleka katika takwa. Ili kupeleke katika takwa Ramadhani ni lazima uwe wewe unafunga halafu unabadilika. Na si Ramadhani tu, hata kama wewe ni mfungaji wa sunna, unafunga Alhamisi, unafunga Jumatatu, unafunga bedha, unafunga. Hizi saumu zote zikubadilishe. Saumu kazi yake ni kukubadilisha, kukupeleka katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala azijalie saumu zetu ziwe ni sababu ya sisi kuingia katika takwa, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri nyingi kutokana na hayo. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.